Historia kwenda kuandikwa kwenye mchezo kati ya klabu ya Simba dhidi ya timu ya Stade Malien kutokea pale nchini Mali. Kwa nini nakwambia historia kwenda kuandika? Ikumbuke klabu ya Simba kwenye michuano hii ya klabu bingwa barani Afrika kwenye msimu huu hapa wa 2025 2026 wameweza kucheza takriban michezo mitano. Kwenye hiyo michezo mitano hawajabahatika kuondoka na ushindi kwenye mchezo wowote ule, wakiweza kupoteza mpaka sasa hivi michezo mitatu na wakiweza kupata sare michezo miwili, na kubwa kuliko ni michezo yao ya nyumbani ambayo walikuwa pale kwenye dimba la Benjamin Mkapa kushindwa kabisa kuondoka na ushindi na kujikusanyia alama tatu muhimu. Hivyo huenda kwenye mchezo kati yao dhidi ya timu ya Stade Malien mambo yanaweza yakawanyokea klabu ya Simba kuepukana kumaliza kundi wakiwa na alama 2, huenda wakamaliza kundi wakiwa na alama 5 endapo watabahatika kushinda kwenye mchezo dhidi timu ya Stade Malien. Lakini huo utakuwa mchezo mpesi, kwa maana kwamba ukiangalia Stade Malien namna ambavyo mechi zake 5 za awali alizoweza kukutana na timu mbalimbali ameweza kuonyesha uwezo wa hali ya juu na performance ya hali ya juu. Hivyo mchezo utakuwa mwepesi tu, bali utakuwa ni mchezo wa mbinu kwa makocha wote wawili, kocha wa klabu ya Simba lakini pia kwa kocha wa timu ya Stade Malien. Sasa kwa upande wa Simba kufanikisha hayo yote, kuhakikisha wanaondoka na alama 3 muhimu wakiwa pale kwenye dimba lao na nyumbani Benjamin Mkapa, huenda kocha Stephen Becker akaja kuanza na kikosi hiki hapa kulingana na wachezaji ambao wapo ndani ya timu yake hiyo. Kama ninavyofahamu kuna nyota ambao watakosekana kwenye mchezo huu kutokana na adhabu ya kadi nyekundu, lakini pia kuna wachezaji ambao watakosekana kulingana na sababu mbalimbali zikiwemo kupata majeraha yao. Sasa mimi niko hapa kuweza kukusogezea kikosi ambacho huenda kocha Stephen Becker atakwenda kuanza nacho kwenye mchezo kati yao dhidi ya timu ya Stade Malien kutokea pale nchini Mali, ili kuja kupambania alama 3 muhimu na kuamsha tena hamasa kwa mashabiki wa timu hiyo ya Simba. Maana mashabiki walishazoea burudani kutokea kwenye klabu ya Simba kwamba Benjamin Mkapa ama Rupaso hawezi kutoka mtu, lakini kwa msimu huu hapa mambo yamekuwa tofauti, mambo yameendea kombo kulikweli. Klabu ya Simba wamepoteza michezo kadha wa kadha pale pale kwenye dimba la Benjamin Mkapa ndani ya msimu huu hapa. Lakini pia kabla sijaja kukusogezea moja kwa moja kikosi hiki ambacho huenda kocha Stephen Becker kaja kuanza nacho kwenye mchezo wake dhidi ya timu ya Stade Malien, naomba nikukumbushe jambo moja na la kimsingi mwana mchezo wangu. Kama wewe hii ndio mara yako ya kwanza unajoin nasi hapa alafu bado hujasubscribe channel yetu, basi naomba nikwambie kiukweli wewe ulikuwa unapita na taarifa nyingi na zile nzuri za kimichezo ambazo sisi huwa tunakusogezea moja kwa moja kupitia hapa Bongo Vibe TV. Cha kufanya sasa hivi ili usiendelee kupitwa na hizo taarifa zetu, swala ni jepesi kabisa. Kisha unakwenda kusubscribe channel yetu kwa kubonyeza maneno mekundu yaliyo chini ya video hii yanaandikwa subscribe, kisha hakikisha unakwenda kutane on notification kwa kubonyeza alama ya kengele itakayojitokeza hapo pembeni. Ukishafanya hivyo, wewe utakuwa ni mdau wetu wa kwanza na mwanafamilia wetu wa kwanza kuweza kujipatia kila aina ya taarifa mpya ya kimichezo ambayo sisi tunakusogezea moja kwa moja kupitia hapa Bongo Vibe TV. Na wewe kama tayari umekushaweza, sasa twende kazi tukaangazie kulingana na kile ambacho nimekujuza hapo awali. Bila kupoteza muda, twende tukaangalia kikosi sasa ambacho huenda kocha Stephen Becker atakwenda kuanza nacho kwenye mchezo dhidi ya timu ya Stade Malien kufuatia wachezaji ambao yuko nao kwenye timu yake hiyo. Kwa upande wa golini, tegemea kumuona Jibril Kasari akiendelea kusimama vyema kwenye mlingoti mitatu ya timu hiyo ya Simba Sports Club. Lakini kwa upande wa beki nambari 2 hapa tutegemea kuona mabadiliko kidogo, akiingia Duchu akija kuchukua nafasi ya Shomari Kapombe kufuatia mchezaji huyo Shomari Kapombe kupata kadi nyekundu kwenye mchezo uliotoka kumalizika. Hivyo mchezo huu dhidi ya Stade Malien Shomari Kapombe ataukosa na nafasi yake tegemea kumuona ikichukuliwa na mchezaji Duchu. Lakini kwa upande wa beki nambari 3 hapa tegemea kumuona mchezaji Nixon Kibabage akienda kuzima vyema kwenye lile eneo la beki nambari 3. Kwa upande wa beki nambari 4 na beki nambari 5 hapa tegemea kumuona mchezaji Ismail To akishirikiana vyema na Lushaini Diruku katika ile eneo la walinzi wakati. Lakini katika eneo la kiungo nambari 6 hapa
tegemee kumuona mchezaji Yusuf Kagoma akiendelea kuzima vizuri kabisa kwenye eneo la katikati. Mwenendo wake mzuri anapokuwa uwanjani, Yusuf Kagoma ndio unamfanya aweze kuanza kwenye kikosi cha kwanza cha klabu ya Simba. Lakini kwa upande wa winga nambari 7 hapa tegemee kumuona mchezaji Elie Mpanzu Kibisawara akianza vyema kwenye eneo la winga nambari 7 akija kuchukua nafasi ya Libase Goe ambaye kocha mara nyingi huwa anaanza naye tangu aweze kusajiliwa kwenye kipindi cha dirisha dogo la usajili. Hivyo Libase Goe kwa kuwa na kadi nyekundu ataukosa mchezo huu, na nafasi yake tegemee kuona ikichukuliwa na mchezaji Elie Mpanzu Kibisawara. Lakini kwa upande wa kiungo nambari 8 hapa tegemee kumuona bwana mdogo Morris Abraham akiendelea kusimama vyema kwenye kikosi hiko cha kwanza cha klabu ya Simba. Lakini kwa upande wa mshambuliaji kinara nambari 9 hapa tegemee kumuona mchezaji si mwingine bali Selemani Mwalimu, kulingana na performance yake alikuwa anaionyesha kwenye michezo kadha wa kadha iliyoweza kupita. Lakini kwa upande wa kiungo mshambuliaji nambari 10 Clatous Chota Chama atakwenda kuzima eneo hilo. Lakini kwa kumalizia na eneo la kiungo nambari 11 tegemee kumuona akiingia mchezaji